Kaimu mtendaji mkuu wa mfuko wa maendeleo ya misitu Tanzania TAFF, Dr. Turi Salum Msuya, mkurugenzi wa viwanda ya kuongeza thamani NDC Esther Mwaigomore, mkuu wa miradi wa TAFF Dr. John Richard Mbwambo, management ya NDC, wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Ninawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu wanahabari, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa namshukuru Mwenyezi Mungu kama nilivyosema kwa kutuwezesha kukutana hapa leo tukiwa na afya njema, tukiunganishwa na azima ya pamoja ya kuipeleka mbele Tanzania yetu kupitia sekta ya maendeleo ya viwanda na matumizi bora ya rasilimali za asili. Napenda pia kuwakaribisha rasmi wageni wetu kutoka TAFF na wadau wengine katika makao makuu ya NDC. Ushirikiano wetu leo ni uthibitisho wa dhamira yetu ya pamoja ya kuendeleza taifa kupitia usimamizi endelevu wa rasilimali, ubunifu na mshikamano. Ndugu wanahabari, kwa namna ya kipekee naomba nitumie fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake mahiri, jicho lake la mbali na dhamira yake thabiti ya kuijenga Tanzania ya viwanda inayojali mazingira na watu wake. Hatua tunazopiga leo zinalingana moja kwa moja na ajenda ya maendeleo ya viwanda na ajira ambayo Mheshimiwa Rais ameendelea kuisimamia kwa weledi na uzalendo mkubwa sana. Ndugu wanahabari, Shirika la Taifa la Maendeleo NDC lilianzishwa mwaka 1965 kwa lengo la kuharakisha maendeleo ya viwanda na kukuza uchumi wa taifa kupitia uwekezaji wa kimkakati katika sekta mbalimbali. Kwa zaidi ya miaka 50, shirika limeendelea kutekeleza miradi mikubwa na ya kimkakati katika sekta za viwanda, nishati, madini na kilimo, ikiwa mstari wa mbele katika kuhakikisha kuwa Watanzania wananufaika moja kwa moja na rasilimali zilizopo nchini. Kupitia majukumu yake, NDC imekuwa chombo muhimu cha kuishauri serikali kushiriki katika uendelezaji wa viwanda vya msingi na kushirikiana na sekta binafsi katika miradi ya kimkakati. Ndugu wanahabari, tukio hili la utiaji saini wa mkataba wa ruzuku katika Shirika la Taifa la Maendeleo na Mfuko wa Maendeleo ya Misitu Tanzania TAF ni tukio la kihistoria linalobeba matumaini ya kizazi hiki na kijacho katika kuinua uchumi wa taifa kupitia kilimo cha miti ya mpira. Ni fahari kwa shirika letu kushirikiana na taasisi mahiri kama TAF ambayo imejipambanua katika kusimamia matumizi endelevu ya misitu nchini. Ushirikiano huu ni kielelezo cha dhamira yetu ya pamoja ya kuhakikisha kuwa maendeleo ya viwanda na kilimo hayapingani na uhifadhi wa mazingira, bali vinakwenda sambamba na njia jumuishi na endelevu. Ndugu wanahabari, katika miaka hivi karibuni, shirika limeweka mkazo mkubwa katika kuendeleza kilimo cha miti ya mpira kwa kuwa ni eneo lenye faida kubwa za kiuchumi, kijamii na kimazingira. Kwa sasa NDC inamiliki mashamba mawili ya miti ya mpira, shamba la Kalunga lililoko wilaya ya Kilombero mkoani Morogoro na shamba la Kihui lililoko wilayani Muheza mkoa wa Tanga. Mashamba haya yana jumla ya hekta zaidi ya 1000 zenye uwezo mkubwa wa uzalishaji wa utomvu wa mpira, yani latex, ambayo ni malighafi muhimu kwa viwanda vya tairi na bidhaa za mpira na vifaa vya tiba.
Hadi sasa tumeshapanda miti ya mpira katika eneo la hekta 318 katika shamba la Kihui na hekta 192 katika shamba la Kalunga. Katika kipindi cha hivi karibuni, NDC pia imefanikiwa kuongeza upandaji wa hekta 133 za miti ya mpira katika shamba la Kalunga kwa kutumia rasilimali za ndani. Hii ni ishara ya dhamira ya shirika kuhakikisha kuwa maeneo yote yaliyobaki katika mashamba haya yanatumika kikamilifu kwa ajili ya kuongeza tija katika uzalishaji wa mpira wa asili. Ndugu wanahabari, leo hii tunashuhudia hatua kubwa zaidi kupitia usaidizi kutoka TAF ambao umetupatia ruzuku ya shilingi milioni 400 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa upandaji wa miti ya mpira katika shamba la Kalunga. Ruzuku hii ni chachu ya maendeleo kwa kuwa itasaidia katika kuzalisha miche bora ya miti ya mpira, kuimarisha miundombinu ya mashamba, kutoa mafunzo kwa watendaji wa NDC pamoja na wananchi wanaozunguka mashamba haya, na kuwezesha ufuatiliaji na tathmini ya utekelezaji wa mradi kwa ufanisi. Mradi huu utakuwa na manufaa ya moja kwa moja kwa wananchi wa Kilombero kwa kuongeza ajira, kupanua wigo wa uzalishaji wa ndani na kuimarisha mapato ya taifa kupitia sekta ya viwanda vya mpira. Ndugu wanahabari, mradi huu unatarajia kutekelezwa wananchi wa maeneo yanayozunguka shamba la Kalunga, hususan kutoka vijiji vya Chita, Idete, Michenga, Mchombe. Watashirikishwa kikamilifu katika utekelezaji wa mradi huu wa upandaji wa miti ya mpira kwa njia mbalimbali, zikiwemo ajira za muda na za kudumu. Ushiriki katika uzalishaji wa miche, upandaji na utunzaji wa mashamba pamoja na mafunzo ya uelimishaji juu ya faida za miti ya mpira, uhifadhi wa mazingira. Ushirikishwaji huu utawezesha jamii kunufaika moja kwa moja kiuchumi na kijamii, kuongeza uelewa wa wananchi kuhusu matumizi endelevu ya rasilimali na kukuza mahusiano bora kati ya shirika la taifa la maendeleo na jamii zinazolizunguka shamba hilo. Ndugu wanahabari, mbali na faida za kiuchumi, mradi huu unachangia pia katika kuhifadhi mazingira kwa kuwa miti ya mpira huchukua muda mrefu kukomaa, hivyo husaidia kuhifadhi ardhi, kupunguza mmomonyoko wa udongo na kuchangia upatikanaji wa hewa safi. Kwa maneno mengine, huu ni mradi wa kijani ambao haukuzi tu uchumi wa viwanda, bali unatunza pia mazingira yetu kwa vizazi vijavyo. Kwa niaba ya NDC, napenda kutoa shukurani za dhati kwa Mfuko wa Maendeleo ya Misitu Tanzania kwa imani kubwa mliotuonesha. Ushirikiano huu unaoanza leo utakuwa msingi wa mafanikio makubwa kwa pande zote mbili na kwa taifa kwa ujumla. Tunaahidi kutumia ipasavyo ruzuku hii kwa uaminifu, weledi na ufanisi mkubwa, huku tukizingatia maelekezo yote ya usimamizi na tathmini ya matokeo. Tunamuunga mkono kwa dhati Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa juhudi zake za kukuza uchumi wa viwanda kwa njia jumuishi, endelevu lakini pia shirikishi. Mradi huu wa kilimo cha miti ya mpira ni sehemu ya utekelezaji wa dira hiyo, na sisi NDC tumejipanga kikamilifu kuhakikisha tunawashirikisha wananchi ambao watanufaika na mradi huu. Ndugu wanahabari, kwa kumalizia, naomba niwakumbushe kuwa maendeleo ya taifa letu hayawezi kufikiwa kwa juhudi za taasisi moja pekee. Tunaahidi mshikamano wa taasisi zote za umma, binafsi, mashirika ya kiraia na wadau wa kimataifa. Hatua tunayopiga leo ni ushahidi kuwa mshikamano huo unawezekana. NDC tunabaki kuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha kuwa Tanzania inasonga mbele katika ujenzi wa uchumi shindani.
jumuishi na unaojali mazingira. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kaimu mkurugenzi wa Shirika la Maendeleo la Taifa, management ya NDC, mkuu wa kitengo cha miradi na mipango wa TAFU, na mwanasheria wa kutoka TAFU na pia Wizara ya Maliasili na Utalii. Na mimi nichukue fursa hii kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuwa mahali hapa siku ya leo. Lakini nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa kazi kubwa anayoifanya ya kuiletea nchi yetu maendeleo na kuwezesha kuwepo na hili Shirika la Maendeleo la Taifa ambalo lina jukumu kubwa la kuiletea nchi yetu maendeleo, hususan kuendeleza sekta ya viwanda kwa kuhakikisha kwamba malighafi za viwanda zinapatikana. Lakini pia nimshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuamini mfuko wa misitu Tanzania, kuweza kuhakikisha kwamba unapata fedha za kutekeleza majukumu yake ya kuwezesha wadau ambao pia wanahusika na uendelezaji wa hii sekta ya viwanda au kuendeleza viwanda hapa nchini. Ndugu wanahabari, mfuko wa misitu Tanzania ni taasisi ya serikali ambayo ipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii, na mfuko huu ni mfuko wa sekta ya misitu kwa maana umeanzishwa na Sheria ya Misitu sura 323, wengine wanaita Sheria namba 14 ya mwaka 2002. Lakini mfuko huu ulianza rasmi utekelezaji wa majukumu yake Julai mwaka 2010 baada ya kutolewa waraka wa hazina namba 4 wa mwaka 2009 mwaka 2010. Mfuko huu lengo lake la kuanzishwa ni kuwa na chanzo cha uhakika na endelevu cha fedha kwa ajili ya kuwezesha na kugharamia shughuli za uhifadhi, usimamizi na uendelezaji wa rasilimali misitu hapa nchini. Na mfuko unafanya kazi nchi nzima ya Tanzania kwa maana mikoa yote 26 ya upande wa Tanzania bara. Na kwa maana usimamizi, huu mfuko unasimamiwa na bodi ya wadhamini, lakini shughuli za kila siku zinafanya na sekretarieti ya mfuko ambao kwa sasa hivi mimi ndio naongoza sekretarieti ya mfuko wa misitu Tanzania. Huu mfuko umeanzishwa ukapewa malengo 7 ya kutekeleza, lakini malengo yote ni ya uwezeshaji kwa maana sisi hatutendi, tunatarajia wenzetu watende, alafu sisi ndio tuonekane tumetenda. Kwa hiyo utaona kwamba sababu kubwa ya mahusiano yetu na NDC ni kwa sababu sisi tunawawezesha wenyewe watende, alafu wakitenda na sisi mfuko uonekane kwamba na sisi tumetenda. Kwa hiyo lengo letu kubwa la kukutana leo ni kuanzisha haya mahusiano kama wenzetu ambao wamesema kwamba tunaanzisha mahusiano ya mashirikiano ambayo haya mashirikiano yanakuwa sasa ya sisi ambao tunawezesha na wale waliowezeshwa watende, ili kuwezesha mfuko wa misitu Tanzania uonekane kwamba na wenyewe umetekeleza majukumu yake. Ndugu wanahabari, nimesema mfuko una majukumu 7 ambayo ni majukumu ya uwezeshaji, na jukumu kubwa ambalo tunasema la uwezeshaji ni kutoa ruzuku. Kuna majukumu mengine ambayo hahusiki na kutoa ruzuku, lakini jukumu kubwa ambalo tunalifanya la kutoa ruzuku. Sasa nitumie fursa hii niliyopewa kueleza kwa kifupi utaratibu ambao unatumika kwenye utoaji wa ruzuku ndani ya mfuko wa misitu Tanzania. Kwanza, ruzuku ambayo inatolewa na mfuko wa misitu Tanzania inasimamiwa, imetajwa kwenye ile sheria ya misitu ambayo imeanzisha mfuko, kwa maana Sheria ya Misitu sura 323. Ukiingia pale vifungu vya 79 mpaka 83 utakuta yanavyoelezea mfuko wa misitu, majukumu yake, malengo na inapata wapi fedha, zote vimeelezwa kwenye hivyo vifungu. Lakini baada ya kutolewa sheria pia ilitolewa kanuni za misitu za usimamizi wa ruzuku za mwaka 2021 ambazo ndio zinatuongoza jinsi gani hii ruzuku inatolewa. Kwa hiyo zile kanuni zinaelekeza kila mwaka tuwe tunawajulisha Watanzania kwamba kuna fursa ya kuomba ruzuku, ambapo huwa tunatoa tangazo kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Na ile tangazo baada ya kutoa, wadau wanawasilisha maombi ya ruzuku na zinapitia hatua mbalimbali hadi wale ambao wanaweza kufanikiwa wanapatiwa hiyo ruzuku.
Sasa kwa maana ya mwaka 2023-24 lilitolewa tangazo ambapo tulipokea maombi 394 likiwemo ombi lililowasilishwa na NDC la kuomba ruzuku, na kwenye kati ya maombi 394 maombi 153 yalipitishwa kupatiwa ruzuku, likiwemo ombi la NDC, ambapo NDC waliomba fedha zaidi ya hicho walichoomba, lakini na sisi kila mwaka tunaangalia uwezo wa kwetu wa kuweza kutoa. Kwa hiyo mfuko uliridhia kuipatia NDC shilingi milioni 402 kwa ajili ya kutekeleza huu mradi wa kuendeleza shamba la miti ya mpira lenye ukubwa wa hekta 402. Alitaja hapa kwamba wameshapanda hekta, kwa hiyo sisi tunaongezea hekta 402, ambalo hii shamba lipo wilaya Kilombero, mkoa wa Morogoro. Na taratibu zetu za kutoa fedha, hatuwezi kutoa fedha hadi pale ambapo tutakapo saini makubaliano. Kwa hiyo hafla ya leo ni muhimu sana sisi kwetu kwamba tutasaini ya makubaliano ili sasa tuweze kuwapatia wenzetu fedha waweze kuanza utekelezaji wa huu mradi katika hii azma ya kuendeleza viwanda hapa nchini. Ndugu wanahabari, nizungumzie kidogo sisi ambacho tunazingatia kama mfuko wa misitu Tanzania, au kitu ambacho tunatoa kama msisitizo kwa hii ruzuku ambayo tumetoa. Kama nilivyosema, sisi mfuko wa misitu Tanzania hatutendi. Jukumu letu kubwa ni kuwezesha. Kwa hiyo tunawezesha wenzetu watende ili na sisi tuonekane tunatenda. Kwa hiyo kikubwa ambacho tunasisitiza kama mfuko wa misitu Tanzania ni kuzingatia ipasavyo yale masharti yaliyopo ndani ya ule mkataba ambao tunasaini leo kati ya mfuko wa misitu Tanzania na shirika la maendeleo la taifa. Lakini cha pili ni kuhakikisha kuwa hayo matumizi ya fedha yanafanyika kwa mujibu wa makubaliano. Waliomba fedha kwa ajili ya kuanzisha shamba, mfuko umeridhia kutoa fedha kwa ajili ya kuanzisha shamba la mpira. Kwa hiyo sisi tunachotarajia ni kwamba tutaliona hilo shamba la mpira la hekta 402 limeanzishwa kule wilayani Kilombero kama walivyoomba. Kwa hiyo msisitizo wetu ni kwamba kuhakikisha kwamba matumizi ya hizi fedha yanaenda kwa jinsi tulivyoomba na kwa jinsi ambayo tutakavyokubaliana leo. Lakini kingine tulikuwa tunasisitiza kwamba mkataba ambao tunasaini leo una muda maalum wa utekelezaji na una maelekezo maalum ya muda wa kuwasilisha zile taarifa za utekelezaji. Kwa hiyo tulikuwa tunasisitiza kwamba zile taarifa ziwasilishwe kwa wakati, kwa sababu hizi fedha sisi tunatoa kwa awamu. Hizi ziko kwa awamu mbili, kwa maana awamu ya kwanza tutawapa 50% na awamu nyingine 10% iliyobaki. Kwa hiyo tukichelewesha taarifa ina maana tunajichelewesha wenyewe kutekeleza na tutachelewesha pia utekelezaji wa majukumu ya mfuko wa misitu Tanzania na azma yetu ya kufikia malengo ambayo tumepewa. Lakini kingine tulikuwa tunaliomba shirika lisimamie ipasavyo utekelezaji wa hizi shughuli ambazo wameomba kwamba watazitekeleza ili mwisho wa siku tufikie yale malengo ambayo mmetarajia kuyafikia na kusaidia mfuko kufikia malengo yake. Hitimisho. Ndugu wanahabari, kwanza nichukue fursa hii kuwashukuru sana NDC kwa kuandaa hafla ya leo, lakini kuwashukuruni nyinyi wote kwa kushiriki leo katika hafla ya leo. Lakini sisi kama mfuko wa misitu Tanzania tunaahidi kutoa ushirikiano wa dhati kuhakikisha kwamba pale ambapo tunahitajika kutoa ushirikiano ili kuhakikisha kwamba mafanikio yanafikia kwenye utekelezaji wa huu mradi, ushirikiano unatoka, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kwamba fedha ambazo zimeahidiwa kutolewa zinatolewa kwa wakati ili kufanikisha utekelezaji wa huu mradi. Ndugu wanahabari, nichukue tena fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuendelea kutuongoza vyema katika nchi yetu na kumhakikishia kwamba sisi kama mfuko wa misitu Tanzania tunaendelea kumpa ushirikiano kuhakikisha kwamba tunafikia malengo ambayo nchi yetu tunatarajia kuyafikia. Na washukuruni sana kwa nafasi hii.